Baada ya kuwashambulia nilijaribu kuzuia, lakini nilishindwa kulingana na umati wa watu, na baada ya hapo wananchi wale waliamua kuchukua jukumu la kumchoma na moto na pikipiki ile ambayo alikuwa nayo. Naam, usiku wa jana majira ya saa 8 usiku lilitokea tukio la uvamizi katika eneo la mtaa wa Olmatejo B katika duka ambalo linauza vitu vya majumbani, vitu vya rejareja, ambapo dukani hapo kulivamiwa na vijana takribani watatu ambapo walikuwa na pikipiki aina za Toyo, ambapo watu wao walichukua vitu mbalimbali katika duka hilo. Walichukua gesi, vocha na baadhi ya vitu vingine ambavyo viliibwa katika eneo hilo la dukani, na baadhi wengine walikimbia, na mmoja waliweza kumkamata na wananchi wenye hasira kali waliweza kumpiga mpaka kupelekea kifo chake na kuweza kumchoma kwa moto. Na hapa tuko na ushuhuda pamoja na kiongozi wa mtaa akiweza kuzungumzia tukio lilivyotokea. Karibu wasikilize. Kwa majina naitwa Elvincent Wilson almaarufu Azili, ni diwani kata Sakina. Kwanza kabisa nikukaribisha ndugu mtangazaji, kata Sakina, mtaa Olmatejo. Kwa kifupi tu ni kwamba usiku wa tarehe 6 kuamkia tarehe 7 mida saa 8 kama na dakika 5 usiku nilisikia kelele kutoka kwa baadhi ya majirani katika eneo ile ambalo naishi, na baada ya kutoka nje nikakuta kwamba kuna mwizi alikuwa anashambuliwa kwenye eneo ile hapa nyuma yangu. Alikuwa anashambuliwa na wananchi pamoja na polisi jamii, lakini kwa ujumla walikuwa watu wengi sana. Baada ya kuwashambulia nilijaribu kuzuia, lakini nilishindwa kulingana na umati wa watu, na baada ya hapo wananchi wale waliamua kuchukua jukumu la kumchoma na moto na pikipiki ile ambayo alikuwa nayo. Lakini nilifanikiwa kumuuliza mwananchi mmoja ambaye anaonekana alikuwa amejua tukio lile ambalo lilikuwa linaendelea. Alinieleza kwamba alishtuka usiku kusikia geti linafunguliwa. Geti hilo nafikiri nili pembeni hapa jirani mnaloliona la duka hili, kwamba ukilivuta lile geti ambalo latoka chini kupanda juu, alisikia likipiga kelele. Baada ya kutoka nje anasema alikuta waizi kama 4. Pikipiki moja ilikuwa imepaki upande wa kaskazini ikiwa na mtu, lakini nyingine imepaki upande wa kusini ikiwa na mtu, na mwingine alikuwa amesimama kwenye geti yangu hii hapa, na mwingine alikuwa kazi yake ni kutoa vitu ndani na kuvisogeza upande wa chini. Kwa hiyo alipiga kelele. Katika kupiga kelele wale wa upande wa juu alikimbia, yule wa chini akakimbia, lakini wakati anakimbia kushuka chini kuna watu pia walikuwa wametokea upande wa chini ambao walikuwa wanapita tuna shughuli zao. Yule mwenye pikipiki akageuka speed akakutana na yule ambaye alikuwa amempigia kelele, ndipo alipomsukuma na pikipiki akadondokea kwenye mtaro, na wananchi wakawa wametoka wengi na kumshambulia. Lakini pia baada ya kumshambulia alichukua pikipiki ile ambayo alikuwa nayo na wakaiwasha moto na kumtupia kwenye pikipiki ile. Lakini paka dakika hii hatujafahamu kwamba yule ambaye paka sema ni alifariki, bado hatujafahamu vizuri kwamba ni mkazi wa maeneo gani, kwa sababu alikuwa ameumizwa sana na ile kuunguzwa. Kwa hiyo tukashindwa kufahamu sura kwamba ni mkazi wa mtaa gani ndani ya jiji hili la Arusha. Na ni vitu gani ambavyo vimechukuliwa katika mazingira haya ya mtaa wako? Kwa usiku ule kitu tumekuta walikuwa wamehamisha mitungi ya gesi, mafuta ya kupikia ile ya vidumu vya lita 5, lakini walikuwa wamehamisha mfuko wa sukari ambao ulikuwa na pakti zile za kilo. Lakini baada ya mama mwenye duka hili kuja asubuhi, alibaini pia kulikuwa kuna vocha zenye thamani shilingi 30,000 zilikuwa zimechukuliwa, lakini kuna bakuli ambazo zilikuwa zina simbi hizi wakawa wamechukua na zenyewe. Kwa hiyo hakuna kingine walichokiiba, maana vile vingine vitu walivyoviba tulivikuta wamevipaki upande wa chini kule kwenye giza, na tukafanikiwa kuvichukua na kuvirudisha dukani kwa mama huyu hapa pembeni yangu. Mtaa wako wa Olmatejo B umekuwa ni moja kati ya mtaa ambao mara nyingi matukio ya wizi yanakuwa yanaripotiwa. Wewe kama diwani kushirikiana pia na viongozi wengine wa serikali za mitaa, mnafanya juhudi gani kuhakikisha kuwa mnakomesha matukio yasiyo yanatokea mara kwa mara? Kama ulivyosikia nilivyokueleza kwamba pia tuna polisi jamii ambao wanashughulika na swala zima la ulinzi wa mtaa, ambalo pia jana niliwahoji kwamba taarifa walikuwa katika mazingira gani. Kwa kweli naeleza walipita na hizo pikipiki maeneo ya ngambo ya pili upande wa mashariki wa mtaa, lakini sasa mtu akiwa anapita na pikipiki huwezi kumsuspect kama ni mwizi. Lakini alipita pikipiki 3 zikiwa zinafuatana, na baada ya muda ndo akaja kusikia kwamba kuna tukio limetokea. Kwa hiyo ina maana waliwazunguka polisi jamii, waliona wako upande wa pili, wenyewe wakaja kufanya tukio la upande wa pili. Lakini palivyokucha pia kuna kijana mmoja alikuja hapa anaitwa Kelvin, ambaye ana ofisi yake mbele kidogo ya kanisa Katoliki hapo kama unaelekea kibanda maziwa.
Alikuja hapo baada ya kupata taarifa hizo, naye akaja kunipa taarifa kwamba asubuhi amefika ofisini kwake ambayo ana ofisi ya PS. PS ni sehemu ambayo anachezesha magemu. Akakuta mashine zake 2 zimeibiwa, TV moja lakini na kompyuta. Na alinieleza kwamba pia alikuta mazingira sio mlango umevunjwa, ni kufuli zimevunjwa, akafungua na kuchukua hivyo vitu. Kwa hiyo inaonekana waizi walianza matukio mapema. Kwa hiyo hata kwenye duka inaweza kuwa ni baada ya kuiba pale wakapeleka ile mizigo walioiba na wakarudi, ili litakuwa ni tukio la pili. Ndio tu kuwashauri wananchi pindi wanapokamata mwizi au wanamsadiki kwamba ni mwizi, basi wasijichukulie sheria mkononi. Wahakikisha wanamkamata mwizi yule na kumfikisha kwenye vyombo vya dola kufuata taratibu na miongozo na sheria za nchi kuliko kujichukulia sheria mkononi. Kwa sababu mwizi yule, kwa maelezo ambayo niliyapata katika wale watu waliofika kwa awamu ya kwanza, inasemekanika walikuwa kwa 4. Kwa hiyo ina maana yule wasingemuua, basi ina maana tungeweza kumhoji au angeweza kujua na jeshi la polisi, angeweza kuonyesha mtandao mwingine wote ambao walikuwa nao, ambao pia wamekuwa wakishiriki matukio mbalimbali ya uvunjaji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha. Kwa majina naitwa Frank Remishoi ama Meleji, ni muuza duka katika eneo husika, na mimi ni mmoja wapo kati ya wauza duka hao. Kiukweli ndani ya mtaa wetu tumekuwa na changamoto kama hizo, zimekuwa zikijitokea mara kwa mara. Kwa siku ya jana ilikuwa ni mnamo tarehe 6 mida ya saa 8 usiku, nilipokea simu kutoka kwa mheshimiwa diwani, mheshimiwa Elvicent Lembris. Alinipigia simu mida hiyo ya saa 8 kunijulisha kwamba kwa jirani kuna vunjwa. Jirani ana duka la bidhaa, lauza vitu vya kawaida vya nyumbani kama mkate, gesi, vitu vya nyumbani na kadhalika. Basi wananchi kama raia wema huwa tuna tabia ya kupigiana simu endapo tukio kama hilo lajitokeza. Basi nilipopata simu na mimi nilijitokeza, nikatoka nje, nikakuta wenzangu wameshamtia nguvuni mwizi yule. Kiukweli wananchi walikuwa na hasira kali, kitu kilichopelekea mwizi yule ilibidi adhibiwe vikali paka ikapelekea kifo chake, kwa sababu alikuwa tayari ameshavunja duka. Kufuli 2 ni milango ile ya roller shutter, ile milango ya kushuka. Kwa hiyo mlango ulikuwa umeshaenda juu. Hatima yake wakaingia ndani. Walivyoingia ndani wakakuapua huko ndani, wakachukua vocha, wakachukua mitungi ya gesi, wakapaki sukari na mchele kama vya kwao, kama vile wana shopu, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu. Basi baada ya hapo pia walikuwa na usafiri wa aina ya toyo. Zilikuwa toyo 3, nafikiri zilikuwa toyo 3, lakini mmoja alibaki. Toyo moja ilikamatwa na mwizi yule, akaadhibiwa vikali paka ikapelekea kifo chake. Baada ya hapo gari la polisi ama vyombo vya usalama walipigiwa simu, wakaja. Walivyokuja wakachukua mwili ule na kuupeleka sehemu husika, nafikiri ni mochwari. Ulinzi uboreshwe kama sungusungu. Watu wajue umuhimu wa sungusungu, na maanisha sungusungu jamii. Sababu kuna watu wamekuwa wakaidi kutoa hata ile fedha kidogo ya sungusungu jamii. Lakini Matejo ni sehemu salama. Ni sehemu salama kabisa. Ni vibaka tu wadogo wanajaribu kutuharibia. Ni hilo tu. Na ukimwangalia kijana alikuwa kama ana umri gani? Kijana yule nikimwangalia hata kwangu nafikiri atakuwa ni mdogo, atakuwa na umri kati ya miaka 27 28, umri huo.